Bariki jina lako. Asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa ajili ya uaminifu. Wewe ni Mungu ambaye hujawahi shindwa wakati wote. Tulibariki jina lako. Tunakuinua maana ni Mungu. Asante kwa ajili ya furaha. Asante kwa ajili ya heshima yako. Asante kwa sababu ya kicheko. Asante kwa sababu Mungu wetu umeinua agano kati yetu na wewe. Na ile agano leo ni agano la milele. Ni agano la kuimarisha mahusiano yetu na wewe. Katika jina la Yesu. Yesu walipogundua kwamba wamekosa na wamerejea kwa toba wakakulilia na ukawasamehe, ukasema ili niwasamehe, ili niweze kufanya kazi na nyie, lazima kuwa na agano na mimi. Baba, katika jina la Yesu, ninainua moyo wa agano jipya, ninainua ufahamu wa majira ya agano jipya kwa jina la Yesu. Libarikiwe jina lako, uinuliwe uliye mwema, uinuliwe uliye Baba. Asante Bwana Yesu kwa sababu ninaona agano lako kati yangu na wewe, na leo ninaimarisha hilo agano la upendo, hilo agano la kibali, hilo agano la kupendwa na wewe katika jina la Yesu. Libarikiwe jina lako. Asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya furaha yako, asante kwa sababu wewe ni Bwana wa mabwana, Mfalme wa utukufu. Hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama Jehova, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa neema yako imeachiliwa, kibali na upendeleo umeachiliwa mahali hapa kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa ipo neema imeamiminwa, ipo neema imeachiliwa katika maisha yangu. Asante Bwana kwa sababu ninaona uzuri wako, ninaona mema yako, ninaona ukinibariki. Asante kwa sababu ya kibali na kicheko, nimeona kubarikiwa kwa jina la Yesu. Baba, ninainua ili agano kati yangu na wewe, ili niweze kutenda mapenzi yako. Israeli wakupendeze, Israeli waweze kuwa na mahusiano na wewe, ili kwa lazima waje na azimio moja, azimio la agano kati yao na Mungu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu hata mimi asubuhi ya leo nakuja kwako, naweka agano kati yangu na wewe, agano la utumishi. Nitakutumikia milele, nitakupenda milele, nitakuheshimu milele kwa jina la Yesu. Hakuna kinachonitenga na upendo wa Mungu Baba yetu katika jina la Yesu. Hata ingekuja dhoruba, hata ingekuja adha, hata ingekuja taabu, hata ingekuja shida, hata ingekuja mateso ya yoyote, Mungu sitaniacha. Agano langu na wewe katika jina la Yesu, ili agano ni la milele, nitatumika leo katika siku za uhai wangu Baba, katika jina la Yesu. Hata baada yangu agano hili litakuwa imara, ya kwamba nimetumika kwako kwa wema na kwa uaminifu, maana sitaangalia kulia wala kushoto wala nyuma. Sitarudi, nitaangalia mbele na agano lako na utumishi wa milele kwa jina la Yesu. Asante Baba kwa kuwa nijelishe hata ingekuja mtikisiko na megane, ili agano langu ni wewe na kupenda, ni wewe Mungu umeniheshimisha, ni wewe Bwana umenipa ule moyo wa furaha, ule moyo wa utumishi, ule moyo wa kutenda mapenzi yako kwa jina la Yesu. Hakuna kushindwa, hakuna kuchoka, hakuna kukata tamaa. Ili agano nalipeleka niwe na karibu na wewe, niwe na mahusiano na wewe, niweze kutumika kwa furaha ya moyo, kwa furaha yako Mungu, nitumika kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa Mungu mwaminifu, unafanya kazi nami kupitia agano hili katika jina la Yesu. Pokea sifa, heshima, maana nimeuona wema wako katika jina la Yesu. Sema amina kanisa. Kata kiti kidogo kama. Asifiwe Yesu mteule wa Bwana. Amina. Inaendelea. Nimesema katika ule mstari wa 3, jambo ambalo Israeli waliweza kumpata Mungu na Mungu kurudi katika maisha yao, walipogundua kosa, walipogundua wameenda mbali na uso wa Mungu, wameondolewa kwenye utaratibu wa kimungu, na Mungu alikuwa tena hawatetei, na Mungu alikuwa hawezi kuwasaidia tena, kwa sababu wao walichagua kumkataa Mungu au kufanya mambo mabaya kwenye mioyo ya nani? Ya kwao, tofauti na nani? Na yule Mungu aliyewataka watumike kwao. Sema amena. Walipojua jambo hili wakasema hapana, sasa tumegundua kosa,
tumetenda dhambi, leo tunakuja na adhimio moja la kuweka nini? Agano kati yetu na nani? Na wewe. Na agano lenyewe ni jambo gumu wamefanya, la kuachana na wake zao, la kuachana na watoto waliowazaa na wale wake wa kigeni, ili Mungu aweze kuwa na ushirika na nani? Na wao. Na wao kuna mahali ambapo lazima kuna mambo tu kwenye moyo wako iachilie, ili Mungu aweze kuwa karibu na wewe. Sema amen. Yaani Mungu anatafuta anayefanya naye agano. Anafanyaje agano na wewe wakati kuna vitu umeshikilia kwenye nini? Moyo wako. Unayo moyo mpaka leo hausamehi. Una moyo mpaka leo wa manung'uniko. Una moyo ambao ulisababisha Israeli walipovuka bahari ya Shamu, au kabla hata hawajavuka, walipokaribia bahari, walianza kunung'unika. Walianza kusema hapana, ungelituacha tungebaki huko. Huo ni moyo uliosababisha wakavuka nao, wakaenda ng'ambo ya pili ya bahari ya Shamu. Huko wakaanza kulalamika, hata tungeachwa, kuna makaburi, kuna matikiti maji, kuna masufuria ya nyama. Maana hapo hawajakubali mioyoni mwao kuwa na nini? Sema agano na Mungu. Lakini Musa peke yake na kina Kalebu na nani na Yoshua, hao walikuwa na agano na nani? Na Mungu. Mungu haokoi kwa wingi wala kwa uchache. Mungu anaokoa moyo wa mtu aliye na utayari kwenda mbinguni. Sema amen. Katika 1000 Mungu anaweza akampata mtu mmoja ana agano na nani? Na hao wengine ni wasindikizaji. Ni vizuri sana mtumishi wa Bwana uelewe uhusiano wa kwako na Mungu unaimarishwa na nini? Na agano lake. Unapoabudu ukainua mikono ukaabudu, kinachosababisha furaha, ukaimba kwa furaha, ukaimba kwa kicheko, ni agano iliyoko wapi? Ndani mwako. Unapoona unaomba kwa kumaanisha, najua ndani yako kuna uhusiano wa kanani wa kimungu ndani yako. Lakini wale wote ambao maagano yamevunjika, utashangaa saa kuomba yeye analala usingizi, huyo hana. Tunamaanisha tunatafuta uso wa Bwana. Israeli walilia walipogundua hawana nini? Hawana agano. Walilia wanaume, walilia wanawake, walilia watoto, wote kwa pamoja walimlilia nani? Mungu. Ili Mungu awarejeshe nini? Sema agano. Na Mungu anataka kurejesha agano lako leo na kukubariki. Amina. Maana huwezi barikiwa kama Mungu ameondoka ndani ya moyo wako. Huwezi kuona faida ya unachotaka kupata kama kuna mahali umevunja agano na nani? Na Mungu. Nimekupa mifano ya wenye kusaini mikataba ya 2 au 3, wangapi wakivunjika, hawa hawawezi kukaa pamoja tena wakaendelea. Hawezi kukaa wakati wakawa pamoja. Maana kuna mahali uhusiano umefanyaje? Umevunjika. Kanisa limeelewa? Wewe kauliza wale ambao mahusiano yamevunjika, yamekuaje? Mahali pa kukaa wajadili pamoja, patakuwepo tena? Naongea na kanisa, patakuwepo? Haiwezi. Mahali pa kujadili maendeleo ya pamoja, ipo? Haiwezi. Mahali pa kufanya kazi na kufurahi pamoja, hakuna pia. Yesu asifiwe. Amina. Kanisa la Mungu, tunaelewana na kusema lakini? Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nisikilize tafadhali. Ukanielewa leo, utaenda kumsaidia mwingine. Ukikuta mtu yeyote ambaye amechanganyikiwa, aidha kiimani, aidha katika hali ya maisha, jambo la kwanza ambalo utakaloanza nalo, muulize, ndugu yangu nakupenda na Mungu anakupenda. Lakini ili uweze kutimilishwa katika mambo yote unayotaka Mungu akutimizie, cha kwanza kwenye moyo wako uwe na nani? Uwe na agano naye. Agano linakutoa. Hata kama una kitanda kizuri kiasi gani, itakwambia achana hiyo kitanda, shughuli. Sema amena. Amina. Kanisa umenielewa? Amina. Kuna mtu ananielewa? Amina. Natamani Mungu akupe agano naye. Amina. Nasema natamani Mungu akupe agano naye. Amina. Na ukiwa na agano, utamsikiliza nani? Mungu.
Utamheshimu nani? Mungu. Na sio Mungu tu, hata na wengine.